إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني الخير كله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الغر الميامين. لقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. اللهم اجعلنا منهم. watukufu Islam, sinabudi kukuhusieni kama ilivyowajibu kuihusia nafsi yangu juu ya swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu tutakayojaliwa kuishi hapa ulimwenguni. Na tuelewe wazi kwamba waliofaulu ni wale ambao wacha Mungu, kwa maana watamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana rasmi ya ucha Mungu ni mtu kuyafanya yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo yake. Hii ndo maana hasa ya ucha Mungu. Ahibati fillah, inna mawdu'a khutbatina al-yawm insha Allah fi hadhihi ad-daqa'iq al-ma'duda khuturatu al-'ayn wa wiqayatuha wa 'ilajuha shar'an. Khutba yetu ya leo insha Allah itakuwa ina maudhui iliyobeba inayosema kwamba khuturatul aini, hatari ya kijicho, wa wiqayatuha, na kinga yake, wa ilajuha, na matibabu yake shar'an, kisheria. Huenda baadhi yetu wakajiuliza, kwa nini leo hii tumeileta mada hii mbele yenu? Naam, hii ni kwa sababu inaonekana wazi kabisa miongoni mwa balaa kubwa ambayo inaukumba umma hivi sasa ni swali la aini, kwa maana ya kijicho. Kama ni maendeleo hatuwezi kuyapata, ikiwemo sababu moja ni kwa sababu ya kijicho, lakini na mambo yetu mbalimbali hayaendi ipasavyo kwa sababu ya swali zima la kijicho. Kwa miongoni mwa maudhui ambayo muhimu kabisa katika jamii ya Waislamu, basi ni moja ni katika swali hili la aini. Ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza swali la kijicho kwamba ni swali ambalo lipo katika jamii ya Waislamu, ingawa si wote ambao tunaweza tukagundua katika Qur'ani wazi wazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza swali la aini, kijicho. Na kwa sababu makafiri walikuwa wakimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna wanavyochukiwa na wanavyomwangalia, basi ni kwa swali zima la kijicho kabisa, kuonyesha hawajaridhika na kile ambacho wanawaelekeza kwenye haki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika aya nambari 51 ya suratul Qalam: wa in yakadu alladhina kafaru, wanakaribia wale ambao waliokufuru. Anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuzliqunaka bi absarihim, kukutelezesha wewe kwa macho yao, namna wanavyokuangalia si jicho la rehma, bali ni jicho baya kabisa. Inawezekana ya Mtume sallallahu halijui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kaitoa siri hii kumpa taarifa. Wanavyokuangalia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanakuangalia kwa jicho ambalo sio zuri, jicho ambalo wanatamani kwamba uanguke chini kabisa, uweze kupoteza maisha kabisa. Na hii ni kwa sababu lamma sami'u dhikra, wakati wanapoisikia, yani ule ukumbusho kwa maana ya Qur'an, ima yale mawaidha ambayo mnawapa kuwaonya juu ya kuachana na swali zima la kuabudia masanamu kwa wakati ule, la maana swali la shirki,
ili wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hapo ndipo ambapo wanatamani na wanaumia kweli kweli kwenye nyoyo zao, na mpaka macho yanasema kuwa wanaumia. Wayaquluna, si hivyo tu, mpaka maneno wanasema, innahu, hakika huyo Muhammad la majnun, ni mwendazi. Na hii ndo dasturi ya mtu mwenye tabia ya kijicho. Haishii tu kijicho, mpaka maneno anaweza kuzungumza. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Ina maana Mtume swalla anapewa tambihi kabisa kwamba si wote ambao katika kheri tunaitoa kwamba wanafurahia, bali wapo watu ambao wanaumia ni kwa kheri ambayo wanaitoa. Na ndio maana wafasiri wa Qur'an, qala Ibn Abbas wa Mujahid, amesema Ibn Abbas na Mujahid, mmoja katika wanafunzi wake, wa ghairuhuma, na sokoha katika mabingwa wa kuitafsiri Qur'ani tukufu, wanasema neno la yuzliqunaka, maana yake libughdhihim iyyaka, kwa vile wanapokuchukia wewe. Laula wiqayatullah, ila kama si ile kinga ya Allah, basi maana yake wangeweza kukuathiri. Na ndio maana maulama wanasema fi hadhihi alayati dalilun anna al-aina haqqu, katika dalili, katika aya hii ndipo napotoa dalili kwamba swali la kijicho haki, kwa maana lipo, sio kwa maana haki kwamba kufanyiana, kwa maana kweli hichi kitu kipo, kwa mujibu wa aya. Wafasiri wa Qur'an wanatuambia ahibati fillah. Lakini vile vile wa fi qawli Yaquba alayhi salam libanihi, na katika kauli ya Yaquba alayhi salam alipoambia watoto wake pale ambapo wanataka kuelekea Misri, katika surati Yusuf rejea nambari 67, anasema waqala ya bunay waqala ya baniya. Yaquba alayhi salam akasema, enyi watoto wangu, anawapa maelekezo wakati wanapoenda kule Misri, la tadkhulu min babin wahidin, musiingie kwa mlango mmoja, nyote mkaingia mlango mmoja, msifanye hivyo. Wadkhulu min abwabin mutafarriqa, ingieni katika milango tofauti tofauti, kila mtu aingie kwake, lakini msiingie sehemu moja, ili mwenye kijicho akaumia, akajiuliza watoto wa nani wale, akapata kuwafanyia kijicho na kuwahasidi. Wanapewa maelekezo haya. Jiulize kwa nini Nabiyullah Yaqub anatoa maelezo haya. Sasa turejee katika tafsiri ya Qur'an. Al-Hafidh Ibn Kathir anasema katika naye kunukuu, qala Ibn Abbas wa Muhammad ibn Ka'b wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada wa Suddi wa ghayruhum, hao wote mafasiri wa Qur'an wanasema, innahu khafa alayhimul ayn, alichoogopea juu ya watoto wale kwamba wasiingie kwenye mlango mmoja ni kijicho. Hivyo wafasiri wa Qur'an ndio wanapotuambia, na wanasema kwa sababu dhalika annahum kanu utu jamalan wa quwwa, na kwa sababu watoto walikuwa wamepewa uzuri wa aina yake na nguvu wa mtidada alqima, na kimo ambacho ni kirefu. Fakhashiya alayhi an yusibahum alnasu bi'uyunihim, akaogopea watu wasije wakapatisha kijicho chao. Kwa hivi ndio anavyoelekeza. Na ndio maana unapokuta leo hii katika jamii zetu watu wengi wanaathiriwa ni kijicho. Mtu tu pengine kapita sehemu, kamuona pengine mke wa watu ana watoto wake wamekaa pamoja na wote watoto wako, haulizi kwa maana kwamba kakusudia vizuri, maana yake anaumia. Siku 2-3 mwanamke yule baada ya kupata watoto wawili, 3, 4 anaishia pale pale, kizazi hakipatiki tena. Kuna mandoto kibao anayoona kwenye usingizi yakiashiria kwamba ni hasa ni kijicho kilichompata. Kama ni wanyama vile vile, mtu kaona nyama wa watu, pengine mbuzi anazaa pacha, tayari baada ya yale maneno hayakumtosha, mpaka kijicho, siku 2-3 mbuzi yule anapata ugonjwa, anapotea kabisa. Na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie kuwa na tabia hii ya kijicho. Watukufu wa Islam, ni moja katika tabia mbaya. Ukifanayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake unakufa vibaya. Kuna maradhi maulama wanasema ni maradhi hatari, ikiwemo ya hasadi na hichi kijicho, kwa sababu kuna maradhi kama ya sukari, utakufa, utaachana na hapa, lakini kuna maradhi unakufa nayo mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wewe ni mpinzani wa neema za Allah. Unafikiria pana salama hapo? Pana salama kweli? Kwa watukufu wa Islam, tujitahidi tusiwe ni katika watu ambao tuna tabia ya kijicho. Ahibati fillah, tukiendelea na hadithi ambazo zimekuja ili kueleza swala la kijicho ni nyingi kabisa.
Moja katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, Mtume sallallahu anasema, al-ainu haqqun, kijicho kipo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa maana kama kipo, akatuelekeza Mtume sallallahu namna gani ya kufanya kipo. Kwanza anatupa tanbili, maanake kama tuna mambo yetu si vizuri kuyadhihirisha, yana uwezo wa kusitiriwa. Pengine umechukua samaki yako au neema yako fulani, basi fiche. Usichukue pengine kutoka pwani mpaka mtaani umekamata samaki lako mkononi pasina kulistiri, kwa sababu al-ainu haqqun, kijicho kipo. Mtume sallallahu anasema katika hadithi moja. Lakini katika hadithi nyingine aliyepokea Jabir radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu anasema al-ainu, kwa sababu mada yetu ni hatari ya kijicho, tumesema na namna ya kinga yake na ilaji ambayo itakuja katika hutuba ya pili. Hutuba ya kwanza tutakuwa tukionyesha namna gani kijicho kinaweza kuleta athari katika jamii ya Waislamu, na namna gani mbele tutaeleza Mtume sallallahu alipotuelekeza. Katika hadithi ya Jabir, Mtume sallallahu anasema al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra, kijicho kinamuingiza mtu kaburini. Wa tudkhilu al-jamal al-qidra, na kinamuingiza ngamia kwenye chungu. Katika hadithi ambayo ni sahihi amepokea rahu Abu Naim katika kitabu Hilyatul Awliya, hadithi ambayo ni hasan, kwamba Mtume sasa anasema kijicho kinamuingiza mtu kaburini na kinamuingiza ngamia kwenye chungu. Kivipi? Al-maqsudu kwa hadithi hii, washereheshaji wa hadithi wanatuambia anna al-aina tusibu ar-rajula, kwamba kijicho kinaweza kikampata mtu, fataktulu, kikamuua, fayamutu, akafa, akazika. Amepata tu na kijicho, akakonda, akapoteza afya yake na hatimaye akatoweka. Kijicho tu cha binadamu. Lakini watusibu al-jamala, na kinaweza kikampata ngamia, na haimaanishi ngamia tu, mpaka kwa wanyama ina maana. Fayudhbahu, akachinjwa mnyama yule, wa yudhbahu fil qidri, akapigwa kwenye chungu. Mwenyewe pengine hata hakuwa akitarajia hivyo. Kama ni mbuzi akakonda kabisa, afya yake ikatoweka. Kama ni kuku, kama ni jogoo, akafika kumchinja kukule, hali ya kuwa hakutarajia kufanya hivyo. Na sote bila shaka hakuna anaweza kukataa kwa swali hili, maneno ya ukweli kabisa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hatari ya kijicho kilivyo. Kwa tujitahidi sana kujiepusha na tabia hii mbaya kabisa, miongoni mwa tabia ambayo ukienda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi salama haipo. Ahibati fillah, katika hadithi nyingine aliyopokea Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir anasema aktharu man, Mtume sallallahu anasema Jabir kwa hadithi, aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'i Allahi wa qadarihi bil-'ain, watu wengi ambao watakufa katika umati wangu mimi, Mtume anasema baada ya qadari ya Allah, mipango ya Allah na muda wako uliowekewa, ni kwa sababu ya kijicho. Mtume sallallahu anazungumza, na hili bila shaka tunaliona katika maisha yetu watukufu wa Islam. Mtume ndiye anayezungumza maneno haya, na tunaambiwa wama yamtiku anil hawa, hatamki kwa matamanio nafsi yake, labda akapenda tu kuzungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengi ambao watafariki ndani ya umati wangu ni kwa sababu baada ile kadari ya Allah, kwamba wengine ni mipango ya Allah alivyoweka, na pengine muda wake umefika, basi pia ni kwa sababu ya kijicho. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi aliyopokea Bukhari, ni hadithi sahihi kabisa, kuonyesha kwamba kijicho kipo, na kwa maana nyingine akitutaka sisi tuwe na tahadhari kuchukua juu ya swali hili la kijicho, tuondokane nalo watukufu wa Islam. Ahibati fillah, katika hadithi aliyopokea Bibi Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu anasema ista'idhu billahi minal ain, jamani jilindeni kwa Allah kutokana na kijicho, fa innal aina haqqun, hakika kijicho kipo kweli kweli. Ina maana hadithi zaidi ya riwaya moja Mtume sallallahu, kwa nini jiuliza, anazungumza kuonyesha hicho kitu hatari kipo, si kitu cha kudharau kama mnapofikiria. Na katika riwaya nyingine ambayo anasema walau kana shay'un sabaqa al-qadara la sabaqatuhu al-ayn, laiti kama kungelikuwa kuna kitu kinachotangulia kadari ya Allah, mipango ya Allah, basi jicho lingeweza kutangulia. Namna lilivyokuwa hatari kwa watukufu wa Islam, lazima tuchukue tahadhari hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba jilindeni kwa adhkari na dua kama
tutakavyoelekezwa, kwa sababu riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yaruddu alqadara illa dua, hakuna kitu kinachoweza kurejesha qadari ya Allah isipokuwa dua. Mipango ya Allah pengine kaandika au pigwe na kusa barabara, lakini kwa sababu ya kumwomba yeye dua inawezekana akakuepusha baadaye. Si kitu kidogo dua tunapokuchukulia wengi tu Waislamu. Watukufu wa Islam, ni mahali petu kujiepusha na kijicho kwa wale ambao tuna sifa hii, lakini pia ni mahali petu kuweza kujikinga na kijicho kwa mujibu wa maelekezo ya sheria tutakayoyaona. Ahibati fillah.